Nawakaribisha tena katika mafunzo yetu ya siku ya leo. Wale ambao tuko pamoja katika jengo, wale ambao wanatusikia kupitia kwa vipasa sauti, na wale ambao wako pamoja nasi katika mitandao ya kijamii, sababu tuko live Facebook na baadaye tutakuwa katika mtandao wa YouTube. Tunawakaribisha katika upendo wa Kristo, na tunaomba ya kwamba mkusudie kuandamana nasi hadi tamati ya masomo yetu, na pia mkusudie kujiachilia kwa mwongozo wa neno lake Mungu, ili kusudi la neno lake liweze kutendeka katika maisha yetu. Tutaendelea kutoka mahali tulipoachia wakati uliopita, na kama umekuwa ukifuatilia kwa makini, hii ni Jumapili ya 3 na bado tuko katika mstari wa 2 sura ya 6 katika kitabu cha waraka kwa Waebrania. Imagine mistari miwili, majuma 3 na bado hatujamaliza. Huo ndio upana ulioko katika neno la Mungu. Natumai ya kwamba tutaweza kumaliza huo mstari wa 2 siku ya leo, sababu tumekuwa tukiangalia nguzo muhimu za mafunzo ya Kristo ama ya Kikristo, na tulisoma tukaona ya kwamba hizo nguzo ama hayo mambo ya msingi ni 6. Jambo la kwanza tukaona ni kutubu kutokana kwa kazi ambazo zimekufa, kazi ambazo haziko hai, kazi za dhambi. Jambo la pili tukaona ni imani kwake Mungu. Jambo la 3 tukaona ni mafunzo kuhusu ubatizo. Jambo la 4, si ubatizo, samahani, mabatizo. Jambo la 4 tukaona ni kuhusu masomo kuhusu kuwekelea mikono. Hayo mambo 4 tayari tumeshayaangalia, na leo tunaingia katika jambo la 5 ambalo ni ufufuo wa wafu, resurrection of the dead. Na inamaanisha ama ufufuo inamaanisha hali ya kuinuka ama kuamka kutoka kifo na kuishi tena. Hiyo ndio inamaanisha ufufuo. Unajua kuna ufifio ni revival. Ufufuo ni resurrection ama raising from the dead.
Na ili jambo ama mafunzo kuhusu ufufuo sio mambo ambayo yako katika Agano Jipya peke yake. Ni mambo yako hata katika Agano la Kale. Na ukienda ukisoma katika Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 8 hadi mstari wa 24, utapata Biblia ikiongea kuhusu Eliya na mjane wa Sarefathi. Na ukisoma utaona kuna wakati ulifika mwana wa yule mjane akafa, na Mungu akamfufua kupitia kwa mtumishi wake Eliya. Kwa hivyo sio jambo geni katika Biblia. Pia hata ukienda usome katika kitabu cha nabii Ezekieli, sijui kama ni sura ya 18, wakati Mungu alionyesha mtumishi wake, sifahamu vizuri, lakini nina hakika ni katika kitabu cha Ezekieli, wakati Mungu katika ndoto, katika ono, akaonyesha ama akapeleka mtumishi wake Eliya katika bonde ambalo lilikuwa limejaa mifupa mikavu. Na Mungu akamuuliza kama hiyo mifupa inaweza kuwa hai. Na Eliya akaambia Mungu ya kwamba wewe ndiye unayejua. Na ukiendelea kusoma utapata ya kwamba katika ili halikuwa jambo la moja kwa moja, ilikuwa katika maono. Hiyo mifupa ikarudi ikajisanya kila mfupa kwa mwili wake. Na hiyo mifupa ikawa na mishipa, ikawa na ngozi, ikawa ni mili. Na hatimaye Mungu akaleta ufifio, akaleta pumzi yake, na mifupa iliyokuwa imekauka ikawa ni wanadamu walio hai. Lakini ukumbuke hilo ni katika ono. Lakini hili ambalo tumetangulia kuelezea kuhusu Eliya na mjane na mwanawe, hilo ni jambo ambalo lilifanyika. Kwa hivyo nasema hivyo ili tuone mambo kuhusu ufufuo sio mambo ambaye yako katika Agano Jipya peke yake, yako pia katika Agano la Kale. Kisha sasa tukiingia katika Agano Jipya, ili jambo la ufufuo limeonekana sana kuliko kama vile ambavyo limeonekana katika Agano la Kale. Ukisoma katika Marko, nafikiri hatutasoma sababu ya wakati, unaweza enda kujisomea baadaye. Ukisoma katika Injili kulingana na Marko sura ya 5 mstari wa 22 hadi mstari wa 43, utaona Yesu akifufua mwana wa Yairo.
msichana wa mtu ambaye alikuwa anaitwa Yairo ama Jairus. Ukisoma pia katika Injili kulingana na Luka 7, sura ya 7, mstari wa 11 hadi mstari wa 17, utaona Yesu tena akifufua kijana wa mjane aliyetoka mji wa Naini. Bado ukisoma katika Injili kulingana na Yohana, kitabu ambacho mtumishi Isaac anatufunza, sura yake ya 11, utaona Yesu akifufua Lazaro aliyekuwa nduguye Mariamu na Martha. Kwa hivyo tunaona mara 3 Yesu akifufua watu wakati alikuwa katika huduma yake hapa ulimwenguni. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36 hadi 43, utaona Petro akifufua muumini mmoja ambaye alikuwa anaitwa Tabitha ama Dorcas. Na kama umewahi soma hapo, ni yule mama ambaye wakati alikufa wajane walishika masweta na manguo ambaye alikuwa amewatengenezea, sababu inaonekana alikuwa mwanamke mkarimu sana, na wakaomboleza na wakalia wakionyesha Petro. Na Mungu kupitia Petro akaweza kumfufua Tabitha ama Dorcas. Bado katika Matendo ya Mitume sura ya 20, ukisoma mstari wa 6 hadi mstari wa 12, utapata Paulo akitumika naye Mungu kumfufua kijana ambaye alikuwa anaitwa Yutiko. Wakati Paulo, sababu alikuwa anasafiri, karibu kusafiri, ikabidi aongee hadi usiku na waumini. Na wakiwa katika ghorofa ama chumba cha juu, huyu kijana ambaye alikuwa anaitwa Yutiko alikuwa amekaa kando na dirisha, karibu na dirisha, na akasinzia na akaanguka kutoka juu ya ghorofa, akafika chini na akafa. Na ukiendelea kusoma utaona ya kwamba alifufuka kupitia kwa ndugu yetu Paulo. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 27 mstari wa 51 hadi 53,